hayatuambii kama alizaliwa ama alipata tabu baada ya kukua. Kwanza, kabla sijaongea habari ya Batimayo, nilikuwa nikiongea habari ya mzee ambaye amekaa miaka 30 katika kisima akingojea mtu amtumikize kwa maji. Ninaamini ya kwamba hakuenda mwenyewe mahali pale, bali alipelekwa. Na si ajabu alipelekwa na watu wa familia. Hatujaambiwa kwa nini walimwondokea akabaki peke yake, akawa anasubiri maji yakitibuliwa apate mtu amwingize ndani. Lakini kwa bahati mbaya, katika yale maeneo hakukuwa na watu ambao ni wazima, wote walikuwa na mapungufu na udhaifu zao. Kwa hivyo kila mmoja angeona malaika amekuja katibua maji, angekuwa wa kwanza kuingia ndiyo angelipona. Ikamchukua mtu miaka 38 akaweze kupata uponyaji. Uponyaji wake haukupatikana kwa kisima, hasha. Haukupatikana kwa malaika ambaye alitibua maji, hapana. Lakini ilichukua nafasi ya Yesu Kristo apate kuzaliwa, akae katika miaka na batizo, aende akaweze kumponya. Ina maana kwamba huyu mzee alikuwa mahali pale kabla Yesu hajazaliwa. Maana hatuambiwi umri wake, lakini tunaambiwa ya kwamba katika kile kisima alikaa miaka 38, na tunajua vizuri ya kwamba Yesu alianza huduma yake akiwa na miaka 30. Kwa hivyo ina maana kwamba kesi yake isingesaidika kupitia kwa malaika. Kesi yake isingesaidika katika kisima, katika maji kutibuliwa. Equation ya uponyaji wake haikuwepo. Lakini iligharimu mtu azaliwe ambaye alikuwa ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Akazaliwa, akakuwa, akabatizwa. Katika miaka yake ya 30 alipotembea katika kile kisima, akampata mtu ambaye amekaa mahali pale kabla yeye hajazaliwa. Alipofika mahali pale akamuuliza, unataka nini? Mzee kwa sababu ya uchungu, kwa sababu ya uchungu ambaye alikuwa nao, maana kuna mtu ambaye alikuwa anamwingiza pale ndani, akasema ya kwamba aliulizwa, unataka nini? Yeye akasema kwamba sina mtu. Alipoulizwa unataka nini, akasema sina mtu. Hali yake ilikuwa anahitaji mtu, kumbe si uponyaji pekee, lakini yeye alikuwa anataka mtu. Ainuliwe Bwana wa mabwana. Inawezekana ya kwamba matumaini yake ya kisima yaliisha, matumaini yake ya kuwepo pale ndani yaliisha. Nami ninajua ya kwamba mtu akipungukiwa na tumaini, inawezekana huyo mtu akafa, lakini tumaini lake lilikuwa ni mtu. Aliposema sina mtu, Yesu akasema ya kwamba mimi nimekuja. Yesu akamwambia umepona, akapata uponyaji. Lakini ilichukua miaka nyingi mpaka Yesu akazaliwa. Kwa upande mwingine, naye ni Batimayo. Batimayo amesikia habari za Yesu. Aliposikia habari za Yesu, aliposikia jina lake kwamba yuko mtaani anapita, kumbe alimjua ya kwamba yeye ni mwana wa Daudi. Mnazareti. Mnazareti inamaanisha kwamba ni mtu ambaye amepakwa mafuta kwa ajili ya specific occasion. Kwa Kiingereza wanaita Nazareth. Haleluya. Sasa yeye alipakwa mafuta ni kwa ajili ya ukombozi wa watu wake. Alipofika mahali pale, yule kijana aliposikia ya kwamba Yesu ameingia mtaani, yeye hakutaka kujua watu watasema nini, hakutaka kujua watu wanaongea nini. Alianza kupiga makelele, makelele yake akawakera wale watu, lakini yeye hakusikiza yale ya watu. Yeye aliinua kelele zake. Maandiko yanasema ya kwamba alipozuiliwa ya kwamba sipige kelele, ndivyo alivyoongeza makelele. Amen. Wacha nikwambie siri moja.
Ukifinywa kwa sababu watu hawataki ufanye chenye wanataka kufanya, endelea kufanya. Amen. Haleluya. Amen. Wakikukataza usifanye kile unajua ni bora, endelea kufanya. Kuna masaa yalifika, wana wa Israeli walikuwa wanaongezeka kwa kasi sana, mpaka Wamisri wakaona ya kwamba hawa watu wanazaana sana, na tusipokuwa makini watajaa kwa nchi yetu. Wakaenda wakatengeza bunge, wakaketi kwa bunge lao, wakasema kwa sababu hao watu wanaongezeka sana, kuanzia leo tuanze kuwapatia kazi ngumu na tuongezee mateso maradufu. Lakini maandiko yanasema kwamba kadri walipoteswa ndivyo walivyoongezeka. Haleluya. Kadri walipozidisha mateso ndio wao walizidi kuongezeka. Walipoongeza mateso ndio vizazi vilipunguka. Ndio walianza kuzaliwa mapacha, ndio walianza kuzaliwa watatu. Ijapo wanateseka, wanabebeshwa mizigo mizito, wanapitia hali ngumu, wanapigwa viboko vingi, lakini haikuzuia ili iweze kuwa ni family planning. Hiyo gari iliongezeka, laiti wangelijua wangepunguza ile adhabu. Hata shetani mwenyewe anajua, angelikuwa na ufunuo asingemsulubisha mwana wa Mungu. Angalia alivyomsulubisha, ndiyo injili ikaingia mahali pote duniani. Hata leo imeingia mlangoni kwa sababu walimsulubisha. Lakini wasingemsulubisha, hii injili isingetufikia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Saa zingine kama una maadui, waambie engezeni moto maradufu. Haleluya. Haleluya. Kama nilivyosema jana, wakikupeleka maili moja, wapeleke mbili. Amen. Wakipasa moto wao wakutumbukize ndani, waambie uongezee mara 7. Ninapata kuona pale Babiloni, wakati vijana Shadraka, Meshaki na Abednego wao wamekataa kuinamia sanamu. Walipokataa kuinamia sanamu, basi wakapatana, mfalme akaambiwa ya kwamba hao Wayahudi wamekataa kuinamia sanamu yako. Wao wanadai ya kwamba wako na Mungu wao. Mfalme akasema kwamba nyinyi mukisikia tarumbeta inatakikana mujitayarishe, maana ni lazima musujudie sanamu yangu. Wale vijana wakakaa wakasema ya kwamba sikiza ewe mfalme, na usikize kwa makini, sisi hatutainamia sanamu yako. Wakaambiwa kama mtainamia sanamu yangu nitawatia kwa tanuru la moto. Wakasema vijana ya kwamba sisi hatuogopi moto, tunajua ya kwamba Mungu wetu anaweza katuokoa kwa moto wako. Hata sipotuokoa hatutainamia sanamu yako. Hii ni sauti ya watu ambao walikuwa tayari wamemaanisha iwe kuchomeka iwe kuishi, lakini sanamu watasujudia. Inafikia wakati unaletewa vyakula visivyofaa, unaletewa dini zisizofaa, unasema ya kwamba sitaki, iwe ni utajiri ama ni maskini, nitakaa na Mungu wangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikwambie kilipojiri. Walipoongezea moto wao mara 7 kwa sababu ya kuwatupa wale vijana, maandiko yanasema ya kwamba walipofungua lile tanuru la moto wakawatupa wale vijana. Hata kabla hawajawatupa, wale ambao walikuwa wanawatupa wakarambwa na moto wakateketea. Lakini wale vijana wakaonekana wakitembea ndani ya tanuru, akiwa na mtu mwingine wa 4 ambaye ameongezeka. Hata katika mateso yako kunaye mtu wa 4, katika aibu yako kunaye mtu wa 4, katika magumu yako kunaye mtu wa 4. Naye mtu wa 4 ninayetangaza habari zake ni Yesu Kristo, ambaye hakuna magonjwa ambaye aweza kaponya.
kuponya. Hakuna shida ambayo hawezi akatuliza. Hakuna mauti ambayo hawezi akakoma. Yeye ni mtuliza mawimbi. Yeye ni mtuliza mauti. Amina. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Wakamwendea kijana Bartimayo, akapiga kelele zake. Alipopiga kelele, Yesu akazisikia zile kelele. Zile kelele tumezipiga mali hapa tulipokuwa tunaanza kusema. Mungu amezisikia. Amen. Na sasa hivi masaa haya vile ninavyoongea, Mungu ana attend zile kelele. Amen. Mungu ana attend zile kelele. Amen. Kuna mizigo mizito inaondolewa katika maisha ya watu. Amen. Kuna aibu ambayo inaenda kuondolewa katika maisha ya watu. Kuna majina watu waliitwa, yule ni wa shida. Yesu anakuja anaondoa hayo majina ya shida. Anakubalisha mavazi ya utukufu. Waliokuita yale majina, kama walivyokuwa wakimwita Bartimayo, wakamwita yule mwombaji kipofu. Wakati alipona, hilo jina lilikoma mahali hapo. Hawakumwita tena yule mwombaji kipofu. Lakini maandiko yanasema ya kwamba alipopona akatembea na Yesu. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile shida kwako ilikuwa ukiona ni shida. Jioni ya leo Yesu amekuja mahali hapa. Haukuhitaji umwendee mahali yupo. Yeye mwenyewe amekuja katika mtaa huu. Kama vile alivyokuwa akitembea akakutana na Bartimayo. Yesu siku ya leo ako mahali hapa. Amekutembelea siku ya leo. Usiufanye moyo wako kuwa mgumu ukisikia hii sauti, lakini nyenyekea tu kwa Bwana na uje mahali hapa. Atakuponya tabu zako, atakuponya magonjwa yako, ataondoa kilio chako. Inawezekana kilio kikadumu usiku, lakini furaha ikaja asubuhi. Kuna furaha inakuja asubuhi. Kuna furaha inakuja mahali hapa. Kuna furaha inakuja mahali hapa. Sijui ninaongea na nani mahali hapa, lakini Bwana ananiambia ya kwamba ameleta furaha ya mtu mahali hapa. Ameleta kicheko cha mtu mahali hapa. Ni kweli wakati wa kuugua watu hawawezi wakaelewa unachopitia. Watu hawawezi wakaeleza, hawawezi wakaelewa. Hata ukiwaeleza hawawezi wakaelewa, hawawezi wakakuelewa. Unaweza ukatoa machozi maana hujui uchungu unaopitia, lakini ukweli ni kwamba kuna masaa ya kuvutwa machozi. Kuna masaa ya kubadilishwa jina. Kuna masaa ya kupandishwa viwango. Kuna masaa ya kukumbukwa na Mungu. Hayo majira ndiyo haya. Yesu amekuja mahali hapa atende shida zako. Amekuja mahali hapa akuondolee mizigo mizito. Mara nyingine huhitaji kwenda, anakuja mwenyewe mahali. Yes. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea na nani mahali hapa? Ninaongea na nani mahali hapa? Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Wale ambao walikudhihaki, wale ambao walikuwa na kudhihaki, wale ambao walikuwa nakwambia kwamba nyamaza, unatupigia makelele. Haleluya. Yes. Mbele za Bwana atawafanya wawe asa wako, wakuingize katika baraka zako. Wale walikuwa na kunyamazisha, Yesu atawavalisha mavazi ya asari. Waone jinsi tutaenda kutunza taji. Ni lazima. Wale walimwambia kwamba amka ukajitie moyo, walianza kumtia moyo. Wale ambao walimdhihaki, wale ambao waliona kwamba wanapiga makelele, hawakujua Yesu atasikia makelele yake na ili akaweze kuponywa. Hawakujua ya kwamba kibao kinaweza kikabadilika. Lakini angalia sasa, ameshabadilisha kibao. Aliandika sentensi ya mauti, sasa ameandikwa uzima wa milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Wale ambao walisema haitawezekana, wale ambao walisema ufanani na mtu kama wewe, angalia Yesu amekuja. Angalia Yesu anakuja. Ni kama Mordekai
aliyetengezewa msalaba ili akaweze kutundikwa. Angalia, majira yamefika. Hamani aliyetengeza msalaba anaenda kutundikwa katika msalaba. Na ile barua aliyoiandika ya kwamba atakavyotaka afanyiwe, angalia inafanyikia Mordekai. Maana ndani yako itafanyikia yeye. Mordekai anapandishwa katika farasi, anavalishwa mavazi ya kifalme, lakini aliyemwekea msalaba anaenda kutundikwa juu ya mti. Haleluya, haleluya! Masaa yamefika, masaa yamefika. Amani anaenda kutundikwa katika msalaba. Sitaki kujua ni amani wa aina gani, sitaki kujua ni amani ipi, sitaki kujua ni amani wa magonjwa, sitaki kujua ni amani wa tabu, sitaki kujua ni amani mkanga ama ni amani mchawi. Anaenda kutundikwa katika msalaba, na sasa naenda kupata uhuru. Kama wanaweza ya kwamba msinung'unike tena, wale wamizi mliowaona, tazama mtawaona tena. Mungu anaenda kuhamisha katika anga baraka. Mungu anaenda kuhamisha. Walikuwa mkila mkijificha, sasa mtakula mkitembea, maana wale maadui wameondolewa, wale maadui wameondolewa. Ondoweni mitego yenu, mimi nimepita. Ondoweni mitego yenu, mimi nimepita. Ondoweni mitego yenu, mimi nimepita. Nimepitisha na mkono wa Bwana. Wanauliza imekuwaje hakushikwa? Masaa yamefika, ondoweni mitego yenu, maana muliitega na sikushikwa. Haleluya! Kwa hiyo sema utafika, ni lazima utafika. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki kupoteza wakati mwingi. Wewe uko mahali hapo unasema kwamba hiyo sauti mtumishi wa Mungu naongea ni kama umeongea na mimi. Njoo mahali hapa. Wale ambao wako mahali hapo wamejificha ficha, mvua imetoka, mvua imeenda, njoo. Njoo ni mahali hapa. Sogeni karibu tumalize mkutano. Sogeni mahali hapa. Kawaida tafadhali, njoo ni mahali hapa tuombe. Njoo ni tuombe kwa pamoja. Njoo ni tuombe kwa pamoja. Yule Goliathi aliyekuwa akihangaisha, yule Goliathi tumempiga chini mahali hapa. Huyo Goliathi hayuko tena. Haleluya. Njoni mahali hapa wana wa Mungu. Wana wa Mungu, njoni mahali hapa. Leo ni siku ya mwisho. Na kama jinsi ilivyotangaza jana, kama jinsi ilivyotangaza jana ya kwamba waliohusika kwa chochote kwa kuweka watu wa Mungu katika vifungo na kuwateza katika machungu na katika kuteseka, niliwaambia mwisho ni leo, wasipotubu dhambi zao mahali hapa, wakati jua litatokomea, wasipotubu dhambi zao mahali hapa, tukiondoka hapa hakuna neema kwao tena. Haleluya. Na ninatangaza katika anga ya Mkamboni pamoja na vitongoji vyake, wale wachawi ambao wanasumbua watu barabarani, wale ambao wanakosa usingizi, wanaacha vitanda vyao, hataki kulala kwa ajili ya kuhangaisha watu, chuma chenu kimotoni. Na tukitoka mahali hapa, mtachukua neema hiyo, kama mchukue faida neema hii. Nyinyi mnaoteza watoto wa wenyewe, mnawapiga na ulevi, mnaopiga na usherati, kama mtatubu mahali hapa, tukitoka mahali hapa, tukitoa hizi pazia, tunaachilia moto kinyume chetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaachilia moto kinyume chetu. Na mtaangamia na familia zenu. Nyinyi wenyewe pekee mtakufa kwa makosa yenu. Na watoto wenu watakombolewa. Haleluya. 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 Mbinguni kuna wenye
uhai wake wanaomwabudu Bwana. Mbinguni kuna wenye uhai wake wanaomwabudu Bwana. Mbinguni kuna wenye uhai wake wanaomwabudu Bwana. Wakisema wastahili wewe naona kwamba unaweza uweze kujisalimisha kwa Kristo. Kuna hali umepigana nazo, naona kwamba ukishindwa, na unaona kwamba hapa ni Yesu pekee anaweza kunisaidia. Njoo Maria, soma tu hapa mbele. Mwenye anapeana maisha yake kwa Kristo, mwenye anataka kuokoka. Uko mahali hapa haujaokoka na unasema ya kwamba neema hii haitanipita, ninataka nimjue huyo Kristo, na kuomba tafadhali kwa unyenyekevu, songea mahali hapa nikuombee. Songea mahali hapa niombe na wewe. Haleluya. Mahali upo usiogope. Maandiko anasema kwamba ukionea haya mbele za watu, nami nitakuonea haya mbele za watu. Uko mahali hapa uhusiano wako na Kristo si mzuri, ama huenda uliokoka lakini ukarudi nyuma. Wewe mwenyewe unajua hata parapanda ikilia siku ya leo hutaingia mbinguni. Sitakuuliza uliangukaje, hiyo si mimi kujua, lakini unajua vizuri kwamba mbingu zikifunguka sahihi, wewe mbingu hautaenda, na unataka kuunganishwa na hizo mbingu. Njoo Maria. Bwana Yesu asifiwe. Narejelea tena, wewe mwenyewe unajiita mkutano na unajifikiria, unajua ya kwamba maisha unayoishi hayampendezi Kristo, ama labda ulirudi nyuma na unasema ya kwamba ninataka nijiunganishe tena na Yesu Kristo. Njoo Maria, njoo Maria ukapate kuunganishwa na Kristo. Njoo Maria, usiogope. Sogea karibu Maria. Sawa. Una mahitaji kuombewa, sogea karibu. Unahitaji kuona mkono wa Bwana, sogea Maria. Naomba tu mwimbaji kwa nyimbo ya ibada ama nyimbo ya kuabudu, sauti yangu si nzuri, naomba tu tuongoze kwa worship moja na tufungue ama tuitishe mbingu zikafunguke mahali hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Mungu ako mahali hapa. Mbingu zimefunguka mahali hapa. Tayarisha moyo wako. Naamini ya kwamba haukuja mahali hapa kuona watumishi kutoka Mombasa, lakini ulikuja mahali hapa kukutana na Kristo. Haukuja kuchuana na Mwakio, maana Mwakio ni kama wewe tu.
sina chochote cha faida ama cha msingi kuliko ni wewe. Hii yote unayoiona ni neema. Kwanza, kama kuna mtu ambaye ananyenyekea akapate kumjua Kristo zaidi ni mimi. Naona bado niko kwa kaida kabisa, nahitaji Yesu anisaidie zaidi. Ninaomba kila wakati at least anisogeze, labda niende pipi 2 ama pipi 1. Haleluya! Hadi tunaendeleza maisha yangu na Kristo. Haleluya! Kwa kile aliyenituma hapa ni mwenye uwezo kuliko mimi. Yeye ndiye mwenye mbingu, ndiye mwenye uwezo kila kitu. Kwa hiyo fungua moyo wako na ongee na Kristo mwenyewe. Sauti tufanye kazi, tufungue watu wa Mungu. Fungua kinywa chako, 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 fungua kinywa chako. Baba sakaya asante Bwana, sasa iko wapi? Anataka
wakumbuke. Yesu wakumbuke. Masia wakumbuke. Yesu wakumbuke. Asante Yesu. Kila mateso, kila mateso, kila kufinyiliwa, kila kugandamizwa, kila magonjwa asili, kila magonjwa asili hayana uwezo, hayana mamlaka katika jina la Yesu. Wewe ni Bwana wa mabwana, unateswa na adui yako. Kila ngome tumeangusha, kila hali zote tumeangusha. Bwana anasimama mwenyewe, anajitukuza, anajitwalia utukufu. Bwana anajitwalia utukufu. Yesu anajitwalia utukufu, anajitwalia utukufu, anajitwalia utukufu. Wewe ni Bwana, wewe ni Bwana. Asante Jehova, wewe ni Bwana. Asante Yesu, asante Bwana wa mabwana. Asante Bwana, thank you Jesus. Asante Bwana, hii neema isikupite, hii neema isikupite, hii neema isikupite, hii neema isikupite, hii neema isikupite. Wacha Bwana kutendewa, wacha Bwana kusamehe katika jina la Yesu. Asante Jehova. Oh my God, thank you Jesus. Asante Yesu. Naomba neema ya Bwana ikawajia. Naomba mkono wa Bwana ukawajia. Mungu ambaye chunguza mioyo achunguze mioyo. Yeye ambao huwajaza watu kulingana na uwezo wake, akawajaze kulingana na utajiri wa urithi wake. Kila pingamizi ambazo ziliwekwa juu ya maisha yenu zikaondolewe kuanzia sasa. Kila giza ambalo liliwekwa mbele zenu likaondolewe kuanzia sasa. Na kuanzia siku ya leo mukaze kuona nuru ya Bwana. Wale waliokuwa wakitembea katika giza wakaanze kutembea katika nuru. Kuanzia siku ya leo maisha yenu yakabadilike. Watoto wenu wakabarikiwe. Kazi zenu zikabarikiwe. Kazi zenu zikabarikiwe. Jina la Yesu Kristo. Waliofungwa minyororo na waliokuwa
Asante Bwana. Basi pigeni mtumishi wa Bwana makofi mazuri. Wapi makofi ya kumrudishia Bwana? Wapi